vyama viwili tufanye watu 40, ndio kijikundi cha watu 40 kisababishe mambo mazuri ya nchi yasifanyike kwa sababu wao tu wamesema hapana. Alafu wale wazee wa kupinga tu wamepinga mpaka hawapati ruzuku. Sasa hivi wanaomba michango Chadema. Walikuwa wanapata ruzuku walipokuwa na wabunge na madiwani. Kwa kukaa kwao nje mambo yanaendelea. Sio kwamba, na hili Watanzania wafahamu na Chadema wafahamu, sio kwamba Chadema itakapoamua kukaa nje ya mfumo mambo yatasimama. Hili jambo walifahamu sana Chadema, na niwafikishie ujumbe, mambo yataenda tu, hayatakwama. Tokea uchaguzi mpaka leo, huu ni mwezi wa 6, mwezi wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwezi wa 6, kuna jambo limekwama la nchi hii. Hizi ni siasa tu, na hilo wasipolijua wataendelea kuwa chama cha matamko, lakini sio chama cha kushika dola, kwa sababu hawatakuwa kwenye hizi platform. Mwisho wa siku kinakuwa ni chama kinakuwa wanaharakati sasa ambao wamesajiliwa. Mwisho wanakosa hadhi ya kuwa chama cha siasa. Mwisho kitafutwa hiki kwa sababu hakifanyi shughuli za kisiasa. Na kama Chadema ni wakweli, ni wakweli kabisa, kile chama kimesajiliwa na mfumo wa katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si wanasema nchi hii haina utawala bora, haina utawala wa sheria. Si wajitoe kwenye siasa, maana katiba ni mbovu, chama kimesajiliwa na katiba mbovu, chama kimesajiliwa na hawa serikali ya CCM. Wangeondoka wakatafuta mfumo mwingine wa kuingia kwenye siasa. Midamu wamekubali kuingia kwenye mfumo wa siasa tulizokuwa nazo, lazima wafuate taratibu na sheria zilizopo katika nchi yetu. Hili Chadema naomba niwaambie, kwa sababu viongozi wa Chadema na wale wa ACT, wale wazalendo, mimi nawafahamu, wamenikuta kwenye siasa. Wala hakuna kiongozi wa kitaifa aliyekamatwa baada ya uchaguzi au kwenye vurugu. Walikuwa wapi kama ni wakweli? Walijificha au hawakushiriki? Kwa nini hawakushiriki wakati wao ndio viongozi? Nafikiri umenielewa. Funzo niliyopata, takiwa nijiandae. Mawakala wanatakiwa laki nchi nzima. Wanataka posho. Tena ndogo tu, shilingi 10,000. Ni shilingi ngapi hiyo? 10,000 mara 100,000. Bilioni 1. Wakala tu. Hujampelekea chakula. Kwa hiyo ishi ya mawakala peke yake inahitaji bilioni 2. Ndio umemalizana nao, wamekula, umeenda kuwachukua, umeleta matokeo nchi nzima. Kwa hiyo nimejifunza lazima nitafute hela za kutosha kwa ajili ya uchaguzi ujao. Lakini funzo lingine, tuwe na network ya chama. Huwezi kupata mawakala kimoja kama una network ya chama. Wakala sio mchezo. Hao watu 100 unaweza kuona ni wadogo kwa namba, lakini watafute waweke kwenye vituo, wape seminar, mafunzo ya kutosha waweze kuwa mawakala wazuri, sio wadogo. Lakini nimeona kwenye mikutano ambayo hatuna viongozi wa chama, ile ya kufikizia stendi haikuwa na impact kubwa, lakini mikutano ambayo imeandaliwa na viongozi, wametoa matangazo, wamejenga matenti, wameleta viti, mikutano imekuwa mizuri, imekuwa mikubwa na imekuwa na thamani. Kwa hiyo nimejifunza lazima tutengeneze network za chama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata hadhi ya ile shabaha ya mikutano yetu. Lakini kingine, vifaa vya chama, bendera zinahitajika sana, mabango na nini, kwa hiyo zote ni fedha. Kwa hiyo kimsingi nimejifunza huwezi kushindana na CCM yenye dola, yenye fedha, na wewe ukaungaunga alafu ukasema umeibiwa kura. Ni uongo. Wewe umejiibia mwenyewe, kwa sababu hukutimiza wajibu wako wakati wa zoezi la uchaguzi.